perish like that, you perish like this. As you perish like this. Kuna hii video ambayo ina circulate kwenye social media ya vijana wawili ambao wamemshambulia mwenzao. Nadhani wanasema ni vijana wa Junior Secondary School nchini Nigeria. So jana ilikuwa ina circulate sana hii video. Hawa vijana wawili walimshambulia mwenzao sana kiasi kwamba mimi I can't even look at that video mpaka mwisho. So kuna hii video nyingine ambayo nimeiona leo kutoka kwenye blog ya Linda Ikeji ambayo inaonyesha kwamba uongozi wa shule ya hao vijana umeamua kuwachukulia hatua kali kwa kuwafukuza shule. But I'm asking myself, is it enough kuwaachisha tu shule? Kwa sababu that video was very bad. Of course the social media has it, na watu wamecomment sana kuhusiana na hili tukio, especially hili tukio la wao kufukuzwa kazi. Kuna hii comment nimekutana nayo ambayo imenivutia. Inasema beating a fellow student almost to death is not just school misconduct, it's violence. Expelling the attacker alone is not enough. When bullying turns this brutal, it becomes a criminal matter. There must be real consequences, including legal charges. So schools send a clear message that this level of violence will not be tolerated. It's very true. Kwa hao vijana kumshambulia mwenzao to this extent, sidhani kama kuwafukuza tu shule peke yake ilikuwa inatosha. I don't know about mzazi wa huyu kijana aliyeshambuliwa kama atachukua legal charges, lakini nadhani shule yenyewe ilikuwa inatakiwa take charge, yani from shule to prison, yani straight away, sio kuita wazazi wao waje wachukue. Na the shocking part, mzazi wa huyu kijana ambaye anaonekana kwamba wanaondoka naye, watu wanamzomea, anaonekana kwamba he has no remorse at all. Kwa kijana tu kugeuka nyuma kujifanya kama anawashukuru wanaomshambulia, yani ningemzaba bonge la kibao. Lakini yeye anaonekana kwamba he is cool with whatever his son did to that young boy. Kwa hiyo nimeona nizungumzie hii video. It's something ambayo inahuzunisha sana. Kama kwenye shule mtu anaweza akawa entertain tu kumshambulia mwenzake to this extent, na walitoa wapi simu? Au shule yao wanaruhusiwa kuwa na simu? So something that I decided to talk about. Lakini kuna comment nyingine ambayo ilinivutia, ambayo huyu anasema take it or leave it, social media is the only tribunal we have in this world. Na ni kweli, anasema kwamba social media ni sehemu pekee ambayo tunaweza tukaleta malalamiko yetu na yakasikilizwa. So that's it, and this is Wagala. Keep on subscribing to our channel, follow us on Instagram. Bye bye until next time. Ciao.